Haya sasa, Wakenya wanapenda drama. Na kama kuna mtu ambaye anajua jinsi ya kutumia drama kisiasa ni mwanaume mmoja ambaye ni Rais William Ruto. Hivi karibuni Rais Ruto alionekana mbele ya kamera akitangaza kwa mbwembwe kwamba serikali imeweza kuondoa ada ya kupata vitambulisho vya kitaifa. Mkumbuke kwamba kama ulikuwa upoteze your ID ungeenda kulipia 1,000 ili uweze kureplace your lost ID. Na sasa William Ruto hivi majuzi ametangaza wazi kwa mbwembwe na sherehe kwamba serikali imeweza kuondoa ada ya kupata vitambulisho vya kitaifa. Na Wakenya kuweza kumpigia makofi. Watu wakapiga makofi, mitandao ikajaa sifa. Wengine wakasema huyu ni rais wa watu kweli. Lakini hebu mtazamaji wangu jiulize, nani aliweka hiyo ada mwanzo? Ukweli ni kwamba kabla ya tangazo hilo, serikali ya Ruto kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ilikuwa imeanzisha ada ya shilingi 1,000 kwa kitambulisho kipya na 2,000 kwa kile kilichoweza kupotea, na hata ada nyingine kwa huduma ambazo bado awali zilikuwa bure. Ilikuwa ni sera ya serikali yake, si ya Uhuru Kenyatta, si ya Kibaki, ni ya Rais William Ruto mwenyewe. Lakini baada ya Wakenya kulalamika mitandaoni, baada ya wanaharakati kupasa sauti, na baada ya vyombo vya habari kulichambua swala hilo kwa muda mrefu, serikali ile ikasema sasa tumeonea huruma wananchi, tumeweza kutoa ada hizo zote kwa sababu inafahamu kwamba tunaelekea muda wa kupiga kampeni kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Kisha Rais William Ruto mwenyewe akaenda hadharani akasema kwa fahari kwamba serikali yangu inajali wananchi, hakuna atakayelipia kupata kitambulisho tena. Swali langu ni hili: unawezaje kujifunia kuondoa mzigo ambao we mwenyewe uliiweka? Ni kama baba anayemchapa mtoto wake, alafu kesho anasema leo sitakupiga tena. Kisha anataka kupewa tuzo ya mzazi bora. Ndio maana wachambuzi wengi wanasema huu ni mfano kamili wa ujanja wa kisiasa, ama ni propaganda safi ya Rais William Ruto kuwachezea Wakenya kisiasa na kutupebea akili. Ruto amegeuza kila hatua kuwa mchezo wa kisaikolojia. Anaweka sera ngumu, wananchi wanalalamika, kisha anabadilisha msimamo wa kujionyesha kama mkombozi. Hivyo ndio wanafanya kwa mafuta, kwa ushuru za nyumba, na sasa kwa vitambulisho vya kitaifa. Na kuhuzunisha na kuzangasha zaidi ni kwamba Wakenya wanampigia makofi kila mara anapotenda swala kama hili. Tumeweza kuzoea mateso kiasi kwamba tukiondolewa msumari mmoja tunashukuru, tukisahau kuwa bado tunatembelea na kukanyeka bila viatu. Serikali inafanya kosa, inarekebisha kosa hilo, alafu inataka kupongezi. Huo si uongozi, hiyo ni manipulation ya kisiasa. Lakini kwa nini Wakenya wanashangilia? Ni swali ambalo mimi najiuliza. Ni kwa sababu tumeweza kuchoka. Tumeishi kwenye hali ya njaa, hali ya kodi, hali ya hofu, kila kiasi kwamba tukipewa kitu kidogo, hata kama tulinyang'anywa awali, tunashukuru kana kwamba tumepata uhuru mpya. Na hapo ndipo viongozi wanatupiga na tunajifunga on goal. Wakenya niweze kuwakumbusha kwamba Ruto si mkombozi katika hili. Ruto ni mchoraji mzuri wa taswira ya uongo. Aliweka hada, baadaye akakuja akaiondoa.
Na sasa nataka historia imuone kama shujaa. Lakini historia Wakenya wameweza kuchanjaruka, hatutasahau. Kwa sababu kweli kama ilivyo kawaida huibuka hata baada ya kelele za makofi kupungua. Wakenya lazima waanze kujiuliza, je, tunashangilia maendeleo ama tunashangilia ujanja na ukorofi na wizi wa kimabavu? Ningependa uangalie swala hili. Pale kwako nyumbani, una kile kitu ambacho umekitunza we mwenyewe. Kisha kwamba umeweza kutia kamera ambazo ni za kisiri, CCTV cameras. Rafiki yako wa ndani anakuja anabeba kitu kile, anaondoka nacho kwa siri ama anakuibia. Katika harakati ya wewe kutafuta, rafiki yule bado anakirejesha kina kwamba ameweza kukipata pahala pengine, ama ameweza kumpata mtu ambaye aliweza kukuibia, hakitaka uweze kumshukuru. Unajifanya mjanja kwa sababu ulikuwa umeona awali, unamshukuru, unamwambia asante kwa kazi safi ambayo umeweza kunifanyia. Kisha kwamba unajua ukweli ambao uliweza kutendeka hapo awali. Huu ndio mchezo ambao Rais William Ruto anatufanyia. Anatuibia, anaondoka, kisha anarudi baadaye akitaka tuweze kumshukuru na kumpigia makofi kwa sababu anakiri kwamba ameweza kufanya jambo ambalo limemsaidia Mkenya wa kawaida. Ili kisha baadaye tuweze kumsifu kana kwamba Rais William Ruto alitenda makubwa kwa kuondoa fidia ambazo yeye mwenyewe aliziweka pale. Mtazamaji wangu, na kusihi uweze kuangalia wazi na ufunguke macho na masikio. Hili si swala la kawaida. Ni muda tumefika ambapo viongozi wanatubebea akili, viongozi wanataka kutuchafua na kututumia vile ambavyo wanataka. Wanafanya mambo kimakusudi, kisha mwishowe wanajifanya kwamba wao hawakulitenda lile, bali wanataka makofi na kupewa shukran kwa mambo ambayo waliyafanya ama kwa kaburi ambayo waliweza kutuchimbia wao wenyewe. Huu ni ukweli, sio hofu. Ni ukweli ya yale mambo ambayo Wakenya tunapitia. Ni ukweli ya ile mchezo ambao wanasiasa wametuchezea kwa muda mrefu. Tufunguke macho ili tuweze kukomboa nchi ya Kenya na kutusaidia sisi wenyewe kama Wakenya. Ni mimi wako Bwana Steve, na huu ndio ukweli usio na hofu. Usiweze kusahau kusubscribe, kutoa maoni yako na kushiriki video hii, maana kama hatutasema ukweli, nani atakuja kusema?